Alikuwa rais wa Burundi kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2020. Alikuwa mpiganaji wa msituni kwa miaka mingi kupitia chama cha CNDD-FDD. Mwaka 2015 kulitokea jaribio la kumpindua, lakini akafanikiwa kulizima. Haya ni makala maalumu ya Nyufa za Kanda, na majira haya tunaangazia Operation Kamwe kwa jina Kirundi yenye maana ya mmoja mmoja, operation ambayo ilibuniwa na Rais Pierre Nkurunziza ili kuwadhibiti wote ambao walikuwa katika mpango wa kumpindua mwaka 2015. Mimi ni Awadhi Rashidi. Rais Pierre Nkurunziza alizaliwa Disemba 18 mwaka 1964 huko Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, muda mfupi tu baada ya nchi hiyo kujinyakulia uhuru wake kutoka kwa utawala wa Ubelgiji mwaka 1964. Alikuwa mmoja wa watoto 6 wa mwanasiasa Estanche Ngabisa ambaye alihudumu kama mbunge wa eneo bunge la Ngozi kutoka mwaka 1965 kupitia chama cha UPRONA, na aliuawa mwaka 1972 katika ghasia zilizohusisha ukabila. Nkurunziza alianza kunoa elimu yake ya msingi kijijini Ngozi kabla ya kugura hadi mjini Gitega alipojiandikisha katika taasisi ya elimu ya michezo katika chuo kikuu cha Burundi alikopata shahada ya elimu ya viungo mwaka 1990. Baada ya kuhitimu masomo yake alikuwa mwalimu katika shule ya sekondari Mramvi na baadaye akawa mhadhiri msaidizi katika chuo kikuu cha Bujumbura mwaka 1992. Pia kwa wakati fulani alikuwa kocha wa mpira wa miguu wa timu za Muzinga FC na Union Sporting, na hata alilionea fahari hilo alipohojiwa na mwanahabari wa BBC enzi hizo Salim Kikeke. Kama Rais Uhuru anaweza kucheza vizuri kwa mbele kwa namba 11, anachezesha mguu wa kushoto. Kama Rais Kagame anaweza kucheza vizuri katikati, namba 9 kama mimi ni lazima bila kuangalia na kupigana sawa na goalkeeper. Kama Rais Kikwete ni rais anazungumza, analeta moral spirit. Kama ule sasa ndio anacheza kwa namba 5 kule nyuma, ni yule sasa analeta moral support kwa wale wachezaji wa mbele alafu na goalkeeper. Lakini kama Rais Museveni anaweza kucheza vizuri sana kwa goalkeeper. Kwa yule sasa ni mtu anapenda kila siku kwa pamoja na ngombe. Ukiwa sasa mchungaji kuchunga ngombe, ni lazima kudhibiti ngombe zako, watu wasizibe. Ndio maana niendelea nyuma. Rais Museveni anaweza kucheza vizuri nyuma kama vile yule goalkeeper wa Ivory Coast. Kando na majukumu hayo, Nkurunziza aliwanua pia kielimu maafisa wa jeshi la Burundi kupitia taasisi ya juu ya jeshi la Burundi, na hapo akaanza kujenga mtandao binafsi na maafisa wengi wa jeshi la Burundi ambao walikuja kuwa viongozi wakuu wa vikundi vya waasi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Mnamo mwaka 1993 Burundi kwa mara ya kwanza ilifanya uchaguzi wa vyama vingi, na mwanasiasa kijana Melchior Ndadaye wa chama cha Frodebu alishinda dhidi ya Rais Pierre Buyoya wa chama cha UPRONA. Ushindi wa Melchior Ndadaye ulihitimisha utawala wa kijeshi wa zaidi ya miaka 25 nchini Burundi ulioanza mwaka 1996 pale kapteni wa jeshi Michel Mikombero alipoongoza mapinduzi yaliyofanikiwa kuondosha utawala wa kifalme nchini Burundi. Chini ya utawala Mikombero, Watutsi waliokuwa wachache walihodhi madaraka kila kitu nchini Burundi, hali iliyozusha uasi wa Wahutu mwaka 1972, lakini jeshi chini ya Mikombero lilidhibiti hali kwa kutumia nguvu ya hali ya juu, na inakadiriwa kati ya Wahutu 100,000 waliuawa kwa amri ya Captain Michel Mikombero. Hata na hivyo, chuma cha Captain Michel Mikombero kilikuwa jikoni, na mwaka 1987 jenerali wa jeshi Pierre Buyoya aliongoza mapinduzi yaliyofurusha utawala wa Mikombero na kuanzisha mageuzi ya ujenzi mpya wa Burundi yaliyopelekea mazungumzo ya kitaifa yaliyopunguza kwa kiasi kikubwa mivutano ya kikabila. Hata na hivyo, vurugu za kikabila ziliendelea katika maeneo mbalimbali ya kaskazini mwa Burundi, ambapo wakulima wa Hutu walifanya mauaji ya familia kadhaa za Watutsi, jambo lilopelekea jeshi la Burundi kutumwa ili kudhibiti hali, lakini nalo lilifanya zaidi ya mauaji ya Wahutu 5,000, jambo liibua tena ghasia za ukabila na kupelekea kuundwa kwa vikundi vya waasi wa Kihutu kama vile cha Parmehutu na Frolina.
Mchakato wa kidemokrasia ulipoanza nchini Burundi mnamo mwaka 1990, uongozi wa kundi la waasi la Parpehutu uliamua kushirikiana na chama cha kisiasa cha Frodebu ambacho kiliongozwa na Wahutu na kilikuwa kikishiriki katika mazungumzo ya amani ya kitaifa. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wakubwa wa kundi la waasi la Parpehutu hawakukubaliana na suala hilo la kuungana na chama cha Frodebu, na badala yake walitaka kundi hilo kuungana na chama cha Frolina kilichokuwa kikiongozwa na Joseph Karumba na ambacho hakikuwa na ushawishi mkubwa ikilinganisha na kile cha Frodebu kilichokuwa chini ya Melchior Ndadaye. Kati ya mwezi Juni na Julai mwaka 1993 ulifanyika uchaguzi mkuu nchini Burundi ambapo mgombea wa chama cha Frodebu Melchior Ndadaye alishinda chama cha UPRONA kilichokuwa kikiongozwa na Rais Pierre Buyoya. Rais Melchior Ndadaye ndio kiongozi mkuu wa nchi ya Burundi wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia toka taifa hilo lilipojipatia uhuru wake mwaka 1962. Hata na hivyo, mwanzoni tu mwa utawala wake alianza kufanywa vitimbi na waasi wa Parpehutu ambao awali walikubali kuungana na chama cha Frodebu. Kinara wa vitimbi hivyo alikuwa kamanda mkuu wa kijeshi wa kundi la Parpehutu Kabosa Kosan, ambaye aligoma kukomesha uasi wake na badala yake akaunda kundi jipya la FNL ili kuendelea kupambana na Watutsi wote ambao bado walikuwa serikalini licha ya Rais Melchior Ndadaye kushika dola. Hali hiyo ilipelekea wanajeshi wa Tutsi kwenye jeshi la Burundi kuongoza mapinduzi dhidi ya serikali ya Rais Melchior Ndadaye hapo Oktoba 22 mwaka 1993 na kumuua Rais Ndadaye na viongozi wakuu wa chama cha Frodebu. Hata na hivyo, serikali mpya ya kijeshi ilikabiliwa na ghasia za ndani na nje ya nchi. Kutokana na mauaji ya Rais Ndadaye, machafuko makubwa yalizuka kote nchini Burundi. Wahutu waliwashambulia na kuwaua wafuasi wengi wa chama cha UPRONA ambao wengi wao walikuwa ni Watutsi, na vivyo hivyo Watutsi waliwashambulia wafuasi wa chama cha Frodebu ambao wengi wao walikuwa ni Wahutu. Kwa mujibu wa duru, makundi ya mitaani kabla ya mwaka 1993 yaligawanyika kwa misingi ya kikabila na kuanza kufanya kazi za wanasiasa wenye itikadi kali waliowapa fedha na bunduki ili kutekeleza mauaji ima ya Wahutu au ya Watutsi. Vyanzo kadhaa vinakadiria kuwa kati ya watu 50,000 hadi 100,000 waliuawa ndani ya mwezi mmoja. Jumuiya za kimataifa ziliweka shinikizo kubwa dhidi ya serikali ya kijeshi, hali iliyoporomosha serikali hiyo na madaraka kurudishwa kwa serikali ya kiraia chini ya chama cha Frodebu, hali iliyopunguza mauaji na kurudisha nchi kwenye utulivu kufikia mwishoni mwa mwaka 1993. Hata na hivyo, licha ya serikali ya Frodebu kuendelea kutawala Burundi, bado Watutsi wenye misimamo mikali katika jeshi la Burundi walikuwa na kisokoro kwinyo, huku raia Watutsi wakiamini Frodebu ni chama kilichoanzishwa ili kufanya mauaji ya kimbari ya Watutsi. Hivyo waliandaa maandamano na migomo ili kuangusha kile walichokiita ni utawala wa uhalifu. Kwa upande wao, Wahutu wenye misimamo mikali waliamini kuwa mapinduzi yaliyofanywa na Watutsi dhidi ya serikali ya Rais Melchior Ndadaye yalithibitisha tosha mazungumzo sio kitu cha kuwezekana, na walichukulia serikali mpya ya kiraia iliyoongozwa na Wahutu kama vibaraka tu wa serikali za zamani, na hivyo wakapanga tena kuanza uasi kikamilifu. Kati ya mwaka 1994 hadi mwaka 1996, mfululizo wa serikali za makabila yote mawili kwa maana ya Wahutu na Watutsi zilijaribu kuituliza Burundi bila mafanikio. Watutsi wenye misimamo mikali katika jeshi la Burundi waliendelea kudhoofisha jaribio lolote la chama cha Frodebu kuunganisha nchi, hali iliyopelekea kundi moja ndani ya chama cha Frodebu kuamua mwaka 1994 kuwa mazungumzo sio kitu tena cha kuwezekana. Hali hiyo ilipelekea aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya Burundi kipindi hicho, Leonard Nyangoma, kuongoza sehemu ya kundi la wanachama Frodebu na kuanzisha uasi uliounda Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Demokrasia na Vikosi vya Kulinda Demokrasia, yani CNDD-FDD.
Kundi hilo jipya la CNDD-FDD lilikuja kuwa na nguvu zaidi miongoni mwa makundi ya Wahutu kulinganisha na makundi ya Wahutu ya Parpehutu na hata lile la Frolina. Kundi la Parpehutu lenyewe liliathiriwa zaidi na migawanyiko ya ndani, jambo lilopelekea kutoelewana kwenye mazungumzo na uongozi wa vita vyenyewe kwa wenyewe. Waasi wa Kihutu walipata uungwaji mkono mkubwa kutoka nchi za Zaire na Tanzania. Kwa upande wa Zaire, Rais Mobutu Sese Seko aliamini kuwa kwa kuwafadhili Wahutu basi angeweza kuwatumia kuwakandamiza wale waliokuwa wakipinga utawala wake nchini Zaire. Lakini kwa upande wa Tanzania, Rais wa Tanzania kipindi hicho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwenyewe alitaka kuona amani na utulivu nchini Burundi, akiamini kuwepo kwa mataifa huru wa Rwanda na Burundi ndiko kulikoleta ukosefu wa amani katika kanda. Mwalimu Nyerere alitamani maeneo hayo angeunganishwa na Tanzania kama alivyokuwa ameunganishwa awali na wakoloni wa Kijerumani kabla ya Mwingereza kuja kuyatenganisha. Wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja, na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona naam hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo wanatumia njia mbalimbali, na moja inaweza ikawa ukabila na nyingine inaweza ikawa dini. Wanaweza kujaribu kupata kura kwa kutumia ukabila au wanatafuta kura kwa kutumia dini. Sasa kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga kuwa wana umoja wawe mbali. Si kazi ya uongozi. Na hasa mahala ambapo bado hamjakomaa, bado mumo katika jitihada za kujenga, wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Hali ya kisiasa nchini Burundi ilizidi kuzorota na kufikia Aprili 6 mwaka 1994, ndege aliyokuwa amepanda rais wa Rwanda kipindi hicho Jenerali Juvenal Habyarimana na rais wa Burundi kipindi hicho Cyprien Ntaryamira ilidunguliwa na marais wote kuuawa. Kwa upande wa Rwanda, kifo cha Habyarimana kilizusha mauaji ya kimbari, lakini kwa upande wa Burundi kifo cha Ntaryamira chenyewe kilizidisha ghasia na machafuko. Aliyekuwa spika wa Burundi kipindi hicho Sylvestre Ntibantunganya alihutubia taifa na kusema kuwa ajali iliondoa uhai wa rais Ntaryamira inabaki na ukweli kwamba yeye hakuwa mlengwa mauaji hayo, hivyo akaomba Warundi kuwa watulivu. Kwa mujibu wa katiba ya Burundi kipindi hicho, hatimaye Ntibantunganya aliapishwa kuwa rais wa Burundi kutoka Aprili 8 mwaka 1994 hadi alipoachia ngazi Julai 25 mwaka 1996. Pamoja na Ntibantunganya kushika dola, bado hali ya mambo nchini Burundi haikutulia, kwani vikundi vya waasi wenye silaha vya Wahutu na Watutsi vilizidi kusumbua serikali mseto ya Frodebu na Uprona, huku mamlaka ya kiraia yakibanwa hata zaidi na serikali kubakia na mamlaka kidogo zaidi. Makundi ya mitaani ya Wahutu yalizidi kujiimarisha hata zaidi, hali iliyopelekea kudhoofisha majaribio mengi ya serikali ya kurejesha amani. Kwa upande wa wanamgambo wa Kitutsi, wao walipewa zaidi mafunzo na silaha na makundi yenye itikadi kali katika jeshi la Burundi. Kwa usaidizi wa jeshi la Burundi, wanamgambo wa Tutsi mara kadhaa waliwashambulia wanamgambo wa Hutu na kuwatia hofu raia wengi wa Hutu kuhama makazi yao jijini Bujumbura na kwingineko wakati ya mwaka 1995 hadi mwaka 1996. Nchini Rwanda, waasi wa Rwanda Patriotic Front RPF chini ya Rais Paul Kagame walifanikiwa kuwashinda Wahutu wenye misimamo mikali na kumaliza mauaji ya kimbari mnamo mwezi Julai mwaka 1994. Wanamgambo wa Hutu wa Rwanda Interahamwe walikimbilia misitu ya Kongo ili kukusanya nguvu za kuja kupambana tena na RPF chini ya Kagame. Wakiwa huko Kongo, duru zinaashiria kuwa vikundi vya Wahutu vya Burundi vya CNDD-FDD na kile cha Parpehutu viliungana na vikundi vya Wahutu wa Rwanda ili kushambulia jeshi la Burundi lililokuwa na Watusi wengi. Mashambulizi ya waasi wa Kihutu dhidi ya serikali ya Burundi kulitia hofu sana serikali mpya ya RPF chini ya Paul Kagame, ambaye alihofia sana kuanguka kwa serikali ya Burundi kungesababisha zaidi ya wakimbizi wa Tutsi 500,000 kuingia Rwanda, lakini pia kutoa makazi kwa waasi wa Kihutu wa Rwanda.
Kutokana na hali hiyo, serikali ya Rwanda chini ya Paul Kagame ilianza kutoa msaada kwa serikali ya Burundi kuanzia mwaka 1995, ambapo wanajeshi wa Rwanda mara kwa mara walivuka mpaka na kushambulia kambi za wakimbizi wa Hutu kwa ushirikiano na jeshi la Burundi na wanamgambo wa Kitutsi. Mfumo wa kisiasa wa kupokezana uraisi kati ya Wahutu na Watutsi ulifanya kazi hadi mwaka 1996 pale Jenerali Mtutsi na rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya kuongoza tena mapinduzi na kuchukua nafasi ya urais iliyotakiwa kwenda kwa kabila la Wahutu. Sur la personne de monsieur Pierre Buyoya, ancien président de la République, pour assurer les fonctions de président de la République de transition, le président Buyoya a montré sa foi dans l'unité de Burundi. Baada ya Buyoya kushika ngazi, alianzisha jitihada za kupata amani, kwanza kwa kuwadhibiti Watutsi wenye itikadi kali kwa kuwalazimisha wanamgambo wao kujiunga na jeshi au wasambaratishwe. Buyoya pia alianzisha njia mazungumzo na waasi, lakini haikufanikiwa, na badala yake mapinduzi aliyoyafanya yaliimarisha zaidi vikundi vya waasi wa Kihutu waliodai utawala wa Buyoya ulikuwa haramu, hata nchi jirani kuiwekea vikwazo Burundi katika hatua ya kupinga mapinduzi hayo. Waasi wa Kihutu walizidi kupata nguvu hata zaidi, na mwaka 1996 walifanya shambulio kali lililoua zaidi ya Watutsi 300. Kuongezeka kwa nguvu za waasi wa Kihutu nchini Burundi kuliipa hofu zaidi serikali ya Rwanda, hali iliyopelekea kuanzisha vita vya kwanza vya Kongo ili kumpindua Mobutu Sese Seko, ambaye ndiye alikuwa akiwapa hifadhi kubwa waasi wa Kihutu. Ya vita ili kumfukuza yule shetani wenu. Na bado nadhani hatujamaliza ile kazi, maana nasikia bado yuko kama ni Kinshasa kule. Kundi la CNDD-FDD lilizidi kukua nchini Kongo na kuanzisha kambi huko Uvira na Bukavu walizozitumia kuishambulia Burundi. Ingawa Rwanda ilifanikiwa kumpindua Mobutu Sese Seko mwaka 1997 na kumweka Laurent Desire Kabila madarakani, lakini waasi wa CNDD-FDD walizidi kupanua shughuli zao, wakipenya zaidi nchini Burundi hadi katika majimbo ya Bururi, Makamba na hata katika mji wa Rutovu ambao Rais Buyoya alizaliwa na ambao ulikuwa ni kitovu cha wasomi wa Kitutsi enzi hizo. Kufikia mwaka 1998, Rais Pierre Buyoya alifikia makubaliano kutia saini katiba ya mpito pamoja na bunge lililokuwa likidhibitiwa na Wahutu, na Buyoya akaapishwa kuwa rais. Vyombo vya kisheria vipo, mahakama zipo zitakazoamua kama huyu anayetaka kugombea anazo sifa kwa mujibu wa katiba, anazo sifa kwa mujibu wa sheria, na anazo sifa kwa mujibu wa makubaliano yale ya Arusha. Tukishayaheshimu hayo, Burundi haiwezi kuwa na matatizo. Mazungumzo ya amani ya Arusha yaliyolenga kutafuta amani nchini Burundi yalianza rasmi Juni 15 mwaka 1998 na aliongozwa na aliyekuwa rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye mara nyingi alijaribu kuonya na kutumia subira ili kufikia suluhu. Baada ya kifo cha Nyerere, mzee Nelson Mandela aliendeleza kibarua hicho, na kwa ushirikiano na nchi nyingine za kanda aliongeza shinikizo kwa serikali ya Burundi kukubali serikali yenye ushiriki wa makundi ya waasi. Hata na hivyo, licha ya juhudi za jumuiya ya kimataifa kuwezesha mchakato wa amani, bado vita vya wenyewe kwa wenyewe viliendelea nchini Burundi, na pamoja na kuwa vita vilipungua mwaka 1999, lakini vilikuja kuongezeka zaidi miaka miwili iliyofuata. Kati ya mwezi Oktoba na Disemba mwaka 2000, jeshi la Burundi lilifanya mashambulizi makubwa katika msitu wa Tenga ulio karibu na jiji la Bujumbura, na japo operesheni hiyo iliua wafuasi wengi, lakini msitu huo uliendelea kusalia kuwa ngome madhubuti ya waasi wa CNDD-FDD. Hata na hivyo, kufikia mwezi Agosti mwaka 2000, makubaliano kadhaa yalifikiwa, ikiwa ni pamoja na kuanzisha serikali ya mpito ambapo wadhifa wa urais na makamu wa rais ungekuwa kupokezana kila baada ya miezi 18 kati ya Wahutu na Watutsi.
Serikali ya Burundi na vikundi vitatu vya waasi vya Kitutsi vilitia saini makubaliano hayo, lakini vikundi vya Wahutu vyenyewe vilikataa kutia saini katika makubaliano hayo. Hata hivyo, makubaliano ya Arusha yalianza kutekelezwa hatua kwa hatua, japo wakati mwingine mchakato wa amani ulikuwa karibu kuvunjika. Pamoja na kuwa vyama vya Watutsi wenye msimamo wa wastani vilitia saini mkataba wa amani wa Arusha, lakini viliendelea kupinga baadhi ya masharti yake, huku Watutsi wenye msimamo mikali wenyewe wakikataa kabisa mpango wowote wa amani na waasi wa Kihutu. Kufikia Aprili 18 mwaka 2001, Watutsi wenye msimamo mkali walifanya jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya Rais Pierre Buyoya ili kuzuia mpango wa kugawana madaraka na Wahutu, lakini jaribio hilo lilifeli na wapangaji wake walitiwa gerezani. Kufikia tarehe 23 Julai mwaka 2001, ilikubaliwa kuwa serikali ya mpito ingeongozwa na Rais Pierre Buyoya kwa muda wa miezi 18, ikifuatiwa na ile ya mwanasiasa Domitien Ndayizeye, kiongozi mhutu wa chama cha Frodebu. Zaidi na hayo, ilikubaliwa mageuzi ya haraka katika jeshi la Burundi yafanywe haraka iwezekanavyo, jambo lilopingwa vikali na Watutsi wenye msimamo mkali. Kufikia mwezi Novemba mwaka 2001, Rais Pierre Buyoya aliapishwa kama rais anayetambulika kimataifa na walinda amani wa Afrika Kusini wakaingia rasmi nchini Burundi. Hata hivyo, hadi wakati huo makundi ya waasi ya Wahutu ya CNDD-FDD na lile la Palpehutu yaliendelea kukataa kutia saini makubaliano ya kusitisha vita na yakazidisha zaidi mashambulizi karibu na jiji la Bujumbura. Mwishoni mwa mwaka 1998, mizozo ndani ya kundi la waasi la CNDD-FDD ilianza, ambapo Jenerali Bosco Ndaikengarukiye akajitenga na CNDD-FDD asili iliyokuwa ikiongozwa na Leonard Nyangoma na kutimka na zaidi ya wapiganaji 20,000 kati ya wapiganaji 25,000 wa awali, akimtuhumu Nyangoma kwa uongozi dhaifu baada ya kundi hilo kupoteza wapiganaji wengi huko nchini Kongo wakati walipokuwa wakipambana na wanajeshi wa serikali ya Burundi. Hata hivyo, makundi yote mawili yaliendelea kutumia jina la CNDD-FDD, lakini lile kundi la Leonard Nyangoma lilokuwa na wapiganaji 5,000 tu lenyewe liliwahi mapema kuingia kwenye mazungumzo ya amani ya Arusha kutafuta mwafaka na serikali, hatua ambayo ilikuwa ikiwapeleka waasi hao kwenye kuunda serikali umoja wa kitaifa. Kundi la Jenerali Ndaikengarukiye lenyewe liliendelea kupigana na vikosi vya serikali ya Burundi, huku likijiboresha zaidi katika uendeshaji wake. Maboresho ya msingi ya kundi hilo ilikuwa kuanzisha kitengo cha ujasusi ambacho kiliundwa na kuongozwa na mwanausalama mahiri Alhaji Hussein Rajabu. Kitengo cha ushushushu ndani ya kundi la CNDD-FDD chini ya Hussein Rajabu kiligundua kuwa kundi lao lilikuwa likipigwa bao na CNDD-FDD ya Leonard Nyangoma, ambalo lilikuwa likikaribia kupatana na serikali katika mazungumzo ya amani ya Arusha. Kutokana na hilo, jasusi Hussein Rajabu alianza kumfitini kiongozi wa CNDD-FDD Bosco Ndaikengarukiye na wapiganaji wake kwa madai kuwa hakuwa akitaka kuingia kwenye mazungumzo ya Arusha, kwa madai kuwa alikuwa na uwezo wa kuitoa serikali ya Watutsi kwa bunduki. Jasusi Hussein Rajabu aliwaambia wapiganaji kuwa kundi lao la CNDD-FDD ndio lilokuwa la nguvu, lakini kundi lile la wachache la CNDD-FDD chini ya Leonard Ngoma lililokuwa na wapiganaji wachache lilikuwa na kila dalili ya kufikia makubaliano na serikali na hivyo kuingia kwenye uongozi wa nchi, jambo ambalo wenyewe pia ndio lilokuwa kilipigania. Na kibaya zaidi, kiongozi wao yeye anataka tu kupigana badala ya kutumia idadi yao kuingia kwenye mazungumzo ya amani ya Arusha na kuyatawala hadi kufikia suluhu. Fitina ya jasusi mwandamizi Hussein Rajabu ilizaa matunda na kufanikisha zaidi ya wapiganaji 19,000 kujitenga na Jenerali Ndaikengarukiye na kuwa chini ya Alhaji Hussein Rajabu na kuingia kwenye mazungumzo ya amani ya Arusha na wao kuyatawala, hali iliyopelekea kuchukua nchi na kundi lao la CNDD-FDD kuwa sehemu ya jeshi la Burundi. Baada ya kundi la tatu la CNDD-FDD chini ya Hussein Rajabu kuingia kwenye mazungumzo ya Arusha, Pierre Nkurunziza alifanywa kuwa kiongozi wa mazungumzo ya kundi hilo.
Moja ya sababu iliyopelekea Hussein Rajabu kumfanya Nkurunziza kuwa kiongozi wa kundi hilo ni dini yake ya Ukristo, akiamini kwamba Nkurunziza angeungwa mkono na watu wengi tofauti na yeye ambaye alikuwa ni Muislamu, hasa ikizingatiwa nchini Burundi idadi ya waumini wa dini ya Kiislamu ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na ile ya Wakristo, hivyo kumweka Nkurunziza ingefanya watu wengi wamuunge mkono. Hata na hivyo, wakati wa mazungumzo ya amani yakiendelea jijini Arusha, kulikuwa na hofu kwamba huenda kundi la CNDD-FDD lisisajiliwe kuwa chama cha kisiasa kutokana na vita vyake ilivyofanya kwa muda mrefu dhidi ya serikali ya Watutsi. Hivyo kwa kuchelea hivyo, kiongozi wa kundi hilo Hussein Rajabu aliamua kuunda kwa siri chama cha kisiasa cha UPD ili kuwe mbadala endapo CNDD-FDD itakataliwa kusajiliwa kama chama cha kisiasa. Hata na hivyo, kundi la CNDD-FDD lilikubaliwa kusajiliwa kuwa chama cha siasa, hivyo chama cha UPD kikawekwa kabatini na Hussein Rajabu. Msikilizaji, kumbuka kuwa kuwekwa kabatini kwa chama hiki cha UPD ni jambo muhimu sana la kulikumbuka katika mwendelezo wa makala haya. Kwa mujibu wa makubaliano ya amani ya Arusha, chama kipya cha siasa cha CNDD-FDD kilipaswa kuunda serikali ya mpito ambayo ingetawala kwa miaka 5, na ndani ya miaka hiyo kungepatikana katiba mpya na uchaguzi wa rais kuandaliwa. Kwa kuwa CNDD-FDD ilikuwa na nguvu kubwa bungeni, ilipaswa kutoa jina la mtu ambaye angepigiwa kura ya kuwa rais wa mpito kwa kipindi cha miaka 5. Kutokana na hilo, mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD Alhaj Hussein Rajabu alimpendekeza Pierre Nkurunziza kupigiwa kura ya ndio ya kuthibitishwa kama rais wa Burundi mnamo mwaka 2005. Hata na hivyo, pamoja na Nkurunziza kuwa rais, lakini hakuwa na nguvu yoyote, kwani mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD Hussein Rajab ndiye aliyekuwa akidhibiti kila kitu nchini Burundi. Kama hiyo haitoshi, mwaka 2006 mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD Hussein Rajabu alikuwa miongoni mwa watu muhimu waliosimamia uanzishwaji wa shirika jipya la ujasusi nchini Burundi, jambo lililozidisha nguvu zake na ushawishi mkubwa nchini Burundi. Hata na hivyo, kadiri ya utamu wa kiti cha urais ulivyomnogea Rais Pierre Nkurunziza, suala la Alhaji Hussein Rajabu kuwa na nguvu zaidi na yeye kuwa kama kivuli chake tu lilimuudhi na kuanza kuonyesha makucha yake ya kuwa yeye ndo rais na angeongoza Burundi kwa amri zake na sio kwa kupokea maelekezo kutoka kwa mtu yoyote. Hata na hivyo, kadiri Rais Pierre Nkurunziza alivyotaka kujinasua katika makucha ya Hussein Rajabu, mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD ambaye alikuwa na udhibiti wa kila kitu nchini Burundi, ndivyo alivyokuwa akizidi kuchana kiraka katika jinsi ya bisho. Msuguano kati ya Rais Pierre Nkurunziza na jasusi mwandamizi Hussein Rajabu ulizidi kuota mbawa, hasa ikizingatiwa Hussein Rajabu alikuwa na nguvu kubwa mno ndani ya chama tawala cha CNDD-FDD. Hivyo hata viongozi wengi walioteuliwa na Rais Pierre Nkurunziza walikuwa ni watiifu zaidi kwa Alhaji Hussein Rajabu, jambo lililopelekea mpasuko wa wazi kwa serikali ya Burundi kipindi hicho. Kwa mfano, kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2007, makamu wa rais wa Burundi kipindi hicho Martin Nduwimana na Ali Sinzo Makunda mara kwa mara walinukuliwa wakitoa matamko ya kumpinga hadharani bosi wao Rais Pierre Nkurunziza. Kutokana na hali hiyo kupingwa hata na wasaidizi wake wakuu, Rais Pierre Nkurunziza alibadilika mno na kuanza kuwa mtu wa tahadhari nyingi na asimwamini mtu kirahisi. Katika kiwao hicho cha hofu, mnamo Agosti 21 mwaka 2006, Rais Pierre Nkurunziza alifanya kosa kubwa la kimkakati kwa kumkamata mtangulizi wake Rais mstaafu Domitien Ndayizeye ambaye ndiye aliongoza mchakato wa kukabidhi madaraka kwa Nkurunziza mnamo mwaka 2005. Nkurunziza alimtuhumu Rais mstaafu Ndayizeye na makamu Rais mstaafu Alphonse Kadege kwa kupanga njama za mapinduzi dhidi ya serikali yake. Kukamatwa kwa Rais mstaafu Domitien Ndayizeye kulishusha sifa nyingi za Pierre Nkurunziza, kwani Rais mstaafu Domitien Ndayizeye alionekana na Warundi wengi kama mpenda amani ambaye alifanikisha bila misuguano makabidhiano wa madaraka kwa CNDD-FDD mwaka 2005. Kwa hiyo kitendo cha kukamatwa kwake kilipingwa vikali na wananchi wengi.
Kwa kumkamata Rais Ndayizeye, Warundi wengi walimuona Nkurunziza kama mtu anayetaka kuirejesha nchi hiyo kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo viliua watu wengi toka mwaka 1993. Kosa hili la kimkakati alilolifanya Rais Pierre Nkurunziza lilizidisha nguvu kwa mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD Alhaji Hussein Rajab, ambaye alizidi kutikisa serikali ya Nkurunziza. Na kama hilo alitoshi, kufikia Septemba 5 mwaka 2006, makamu wa rais Alice Nzomakunda alitangaza kujiuzulu, huku akishambulia serikali ya Nkurunziza kuwa ni serikali iliyojaa ufisadi na utovu wa haki za binadamu. Jamii ya ndani nchini Burundi na hata ile ya kimataifa ilizidi kumpigia kelele Nkurunziza kumwachia Rais Ndayizeye na makamu wa rais mstaafu Kadege. Baada ya miito kwa mingi, hatimaye Nkurunziza alikubali yaishe na kumwachia rais mstaafu Ndayizeye na makamu wake mnamo Januari 15 mwaka 2007. Hatua ya kumkamata na kumwachia ghafla rais Ndayizeye ilizidi kumfanya Nkurunziza kuonekana na Warundi wengi kama kiongozi asiye na uwezo na asiyefaa kutawala Burundi. Ili kuzidi kumshambulia Nkurunziza, hatimaye mwanzoni mwa mwaka 2007 kukaibuka kundi ndani ya serikali ya Burundi na hata ndani ya chama tawala cha CNDD-FDD wakitaka Nkurunziza kujiuzulu kwa kile walichodai kuwa alikuwa ni mtu hatari kwa amani na umoja wa kitaifa nchini Burundi. Kelele za wananchi kutaka Nkurunziza ajiuzulu zilizidi kuwa nyingi, na katika kukabiliana nazo Nkurunziza alianza kumdhibiti mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD Hussein Rajabu, ambaye ndiye mtu aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi nchini Burundi kipindi hicho. Kwa kutumia shirika la ujasusi nchini Burundi kuanzia mapema mwaka 2007, Nkurunziza alianza kunasa mawasiliano ya siri ya Hussein Rajabu na kuyavujisha kwa makusudi kwa umma. Kwa mfano, katika moja ya klipu iliyovujishwa na shirika la ujasusi nchini Burundi kipindi hicho, ilisikika mwenyekiti wa chama cha CNDD-FDD Hussein Rajabu akimkashifu Rais Pierre Nkurunziza. Nanuku: Rais Pierre Nkurunziza anajua hakubaliki na wananchi, kwa hivyo anahangaika mno ili akubalike. Kila anapofika anataka atoe kichwa chake kwenye gari ili kuongea na wananchi, ili hali wananchi wote wanajua kichwa chake ni tupu. Mwisho wa kunukuu. Baada ya sauti hiyo kuvujishwa kwa makusudi, hatimaye Rais Nkurunziza alipata mwanya wa kumshughulikia mbaya wake, mwenyekiti wa chama cha CNDD, jasusi mwandamizi Alhaji Hussein Rajabu, ambaye alikamatwa na jeshi la polisi nchini Burundi kwa madai ya kumkashifu rais wa nchi na kuwekwa rumande hadi mwezi Aprili mwaka 2007 alipohukumiwa kwenda jela kifungo cha miaka 13. Baada ya Alhaji Hussein Rajabu kukamatwa na kuhukumiwa kifungo jela, Nkurunziza na washirika wake walijua sasa wamemaliza kelele zote, lakini hilo lilikuwa tofauti. Baada ya Alhaji Hussein Rajabu kufungwa gerezani, mipango ya kuipindua serikali ya Nkurunziza ilianza rasmi. Mpango wa kwanza ulikuwa ni kukifufua kwa haraka chama cha kisiasa cha UPD. Ikumbukwe chama hichi kiliundwa na Alhaji Hussein Rajabu mwaka 2004 kama mbadala wa CNDD-FDD kama ingetokea serikali ya Burundi kipindi hicho kukataa kusajili kundi hilo kuwa chama cha kisiasa kutokana na vita vyake ilivyoendesha siku nyingi na Watusi. Hivyo mwaka 2008 akiwa gerezani, Hussein Rajabu aliagiza chama hicho kuanza kazi chini ya binamu yake, mwanasiasa kijana Zedi Feruz. Baada ya kusota gerezani kwa miaka 8, mnamo Machi 2 mwaka 2015, vyombo mbalimbali vya habari nchini Burundi vilitangaza kuwa Alhaji Hussein Rajab alikuwa ametoroka gerezani. Siku chache tu baada ya kutoroka gerezani, Alhaji Hussein Rajabu alihojiwa na shirika la BBC, na alipoulizwa kwa nini hakutoroka siku zote hizo, alijibu hiyo ilikuwa ni sehemu ya mpango. Je, ni mpango gani huo? Na je, mpango huo ulifanikiwa? Na je, utekelezaji